Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Tunawakaribisha tena katika taarifa yetu ya habari za jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2026, ikiwa kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha unajiabone, una comment vile vile una partage. Tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari za muda huu ili upate kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile pembe zote za dunia. Karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Tuanze na habari kutoka mkoani Kivu Kusini, ambako watu wawili wameuawa kwa kupigwa risasi katika maeneo mawili tofauti iliyotokea siku ya Ijumaa tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika maeneo ya Uvira na Fizi mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matukio hayo mawili, ingawa yalitokea katika maeneo tofauti, yanaibua tena wasiwasi kuhusu hali ya usalama kwa raia katika sehemu ambazo tayari zimekuwa zikabiliwa na migogoro, uwepo wa makundi yenye silaha na changamoto za udhibiti wa silaha. Tukio la kwanza lilitokea katika mji wa Uvira, huku la pili likiripotiwa katika eneo la Sanza katika eneo la Fizi. Katika mji wa Uvira, mwanaume mwenye umri wa miaka takriban miaka 15 au miaka 50 au sekanta aliuawa kwa kupigwa risasi majira ya saa 1 usiku, yani iner, katika eneo la Kalundu kwenye mtaa wa Kalundu kwenye avenue ya Rugembe, ndani ya eneo linalohudumiwa na kituo cha afya cha Kalundu. Kwa mujibu wa chanzo cha eneo hilo kilichonukuliwa na asasi za kiraia, watu wenye silaha ambao hawakutambulika walimfyatulia risasi mzee huyo. Baada ya tukio hilo, washambuliaji walikimbia na kuelekea upande ambao haukuweza kufahamika au kuthibitishwa. Mwathirika alikuwa akifahamika katika eneo hilo kama mfanyabiashara wa mbuzi. Hadi sasa sababu ya kuuawa kwake haijafahamika. Pia hakuna taarifa iliyothibitisha kuwa kwa uhakika utambulisho wa watu waliohusika na shambulio hilo. Hii ni jambo muhimu kwa uchunguzi, kwa sababu bila kujua chanzo cha tukio au wahusika, ni vigumu kusema kama mauaji hayo yalihusiana na uhalifu wa kawaida, kulipiza kisasi, mgogoro wa kibiashara au mazingira mapana ya ukosefu wa usalama yanayoendelea katika eneo hilo. Tukio la pili lilitokea siku hiyo hiyo katika eneo la Sanza kwenye eneo la Fizi, huko mtu aliyekuwa akifanya kazi ya msindikizaji au msaidizi wa msafara wa gari anayejulikana kama convoyeur alipigwa risasi na kuuawa. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, risasi hizo zinadaiwa kutekelezwa na mtu anayedaiwa kuwa sehemu ya kundi la wazalendo. Hata hivyo, madai hayo yanapaswa kuchukuliwa kwa tahadhari hadi uchunguzi huru uthibitishe utambulisho wa mpiga risasi na mazingira kamili ya tukio. Kwa sasa taarifa iliyopo inaonyesha kwamba tukio hili imeongeza hofu miongoni mwa watu wanaosafiri katika maeneo ya Fizi, ambako usalama wa barabarani na uwepo wa makundi yenye silaha ni swala nyeti. Kinachofanya matukio haya kuwa ya kutia wasiwasi ni kwamba yamewakumba raia katika maeneo mawili tofauti ndani ya siku moja. Katika eneo la Uvira, mwathirika alikuwa mfanyabiashara wa mbuzi. Katika eneo la Fizi, mwathirika alikuwa convoyeur. Hii inaonyesha namna ukosefu wa usalama unavyoweza kuathiri moja kwa moja shughuli za kila siku za wananchi, biashara, usafirishaji na harakati za watu. Uvira na Fizi pia ni maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kiuchumi na kimkakati katika eneo la Kivu Kusini. Barabara zinazounganisha miji na vituo vya biashara hutumiwa na wafanyabiashara, wasafirishaji na watu wanaosafiri katika maeneo mbalimbali. Endapo watu wataanza kuhofia kusafiri au kufanya biashara kutokana na mashambulizi yenye silaha, athari zake azibaki kwenye usalama pekee, uchumi wa eneo pia unaweza kuathirika. Tukio la Sanza linagusa swala jingine nyeti, uwajibikaji wa makundi yenye silaha. Wazalendo wamekuwa wakijieleza kama nguvu zinazopingana makundi ya waasi na kulinda maeneo yao, lakini pale ambako mtu anayehusishwa na kundi yenye silaha anadaiwa kumuua raia, tukio hilo linahitaji uchunguzi na uwajibikaji wa wazi. Ni muhimu kutenganisha madai dhidi ya kundi nzima na matendo ya mtu mmoja anayesemekana kuwa mwanachama wake. Bila uchunguzi, si sahihi kuhitimisha kwamba kundi nzima ndio lilihusika. Lakini kwa upande mwingine, ikiwa mtu mwenye silaha anatumia nafasi yake kuwatishia au kuwadhuru raia, swala hilo linakuwa kubwa zaidi, kwa sababu linaathiri uaminifu wa wananchi kwa mamlaka na kwa makundi vinavyodaiwa kuwalinda raia.
Uvira imepitia vipindi vya misukosuko kiusalama katika miaka hivi karibuni. Kwa hiyo mauaji ya mfanyabiashara katika eneo hilo la Kalundu linaweza kuongeza hofu miongoni mwa wakazi. Jambo muhimu kwa sasa ni kuhakikisha kwamba mamlaka zinachunguza tukio hilo, zinatafuta wahusika na zinaweka hatua za kuzuia mashambulizi kama hayo yasijirudie. Kwa familia ya marehemu, swala kubwa ni kupata ukweli kuhusu kilichotokea kwa jamii nzima. Swali ni kama usalama wa raia unaweza kuhakikishwa katika maeneo ya mijini na vijijini kwa wakati mmoja. Kwa ujumla, mauaji haya mawili ya tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2026 yanaonyesha kwamba changamoto ya usalama katika mkoa wa Kivu Kusini bado hayajaisha. Mwanaume mmoja, mfanyabiashara wa mbuzi, alipoteza maisha katika Kalundu, Uvira, baada mwingine kuuawa huko katika eneo la Sanza mkoani katika wilaya ya Fizi, ambaye alikuwa ni convoyeur. Tuendelee na habari kutoka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkoani Kivu Kusini katika eneo la Kale, ambako hali ya usalama imetikisika tena katika eneo la Kale mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mapigano mapya kuzuka kati ya wapiganaji wa M23 na makundi ya wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa kuhusu hali hiyo, mapigano yameanza tangu asubuhi ya Jumanne tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2026 yakiripotiwa katika eneo la Lumbishi, Chambombo na Kazinga ndani ya eneo la Kale. Tukio hili linakuja baada ya kipindi cha wiki kadhaa ambacho eneo hilo lilikuwa limetulia kwa kiasi. Hivyo kurejea kwa mapigano kunazua maswali kuhusu uimara wa hali ya kusitisha mapigano na uwezo wa pande zinazohusika kudhibiti wapiganaji wao. Mapigano yanawakutanisha upande mmoja wa wapiganaji wa M23 ambao katika muktadha wa mzozo huu wanahusishwa na uungwaji mkono kutoka Rwanda, na upande mwingine wapiganaji wa wazalendo ambao wamekuwa wakishirikiana na jeshi la taifa, yani jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maeneo ya Lumbishi, Chambombo na Kazinga yana umuhimu mkubwa kwa sababu Kale ni sehemu ya ukanda unaounganisha maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini na njia zinazoelekea maeneo yenye migogoro kama vile Masisi na maeneo ya karibu na Ziwa Kivu. Kwa sasa taarifa iliyopo haijaweka wazi idadi ya waliouawa au kujeruhiwa, wala haijaeleza kwa uhakika upande gani umefanikiwa kupata udhibiti wa maeneo hayo. Kwa hiyo ni muhimu kutenganisha taarifa zinazothibitishwa na madai ya pande zinazopigana. Kuna kinachofanya tukio hili kuwa muhimu zaidi ni kwamba limejitokeza kwa wakati ambako kuna juhudi za kidiplomasia za kupunguza mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika siku za hivi karibuni kulikuwa na hatua zinazolenga kujenga imani kati ya Kinshasa na M23. Miongoni mwa hatua hizo ni kutolewa kwa kundi la kwanza la wafungwa 15 ambayo M23 ilikuwa imewataka waachiliwe. Pia upande wa Kinshasa umeanza kuteua ujumbe wake katika utaratibu wa ufuatiliaji na uthibitishaji wa kusitishwa kwa mapigano. Kwa mtazamo wa kisiasa, hatua hizi zinaonekana kama sehemu ya mchakato wa kupunguza mvutano na kuweka mazingira ya Lakini mapigano ya Kale yameonyesha changamoto kubwa. Makubaliano ya kisiasa yanaweza kuwa hayatoshi ikiwa wapiganaji walioko kwenye maeneo yenye mapigano hawazingatii kikamilifu maagizo ya kusitisha vita. Jambo la kwanza ni kwamba tukio hili linaonyesha udhaifu wa hali ya utulivu katika maeneo yenye migogoro. Wiki kadhaa za utulivu hazimaanishi kwamba chanzo cha mgogoro zimetatuliwa. Ikiwa hakujakuwa na utaratibu madhubuti wa kudhibiti mienendo ya vikosi vilivyo chini ya pande zinazopigana, tukio dogo linaweza kugeuka kuwa mapigano makubwa. Jambo la pili ni changamoto kwa mchakato wa kusitisha mapigano. Utaratibu wa uthibitishaji wa cessez-le-feu una umuhimu mkubwa kwa sababu kila upande unaweza kushtumu mwingine kwa kuvunja makubaliano. Ikiwa kuna chombo cha pamoja cha kuchunguza matukio kama haya, kinaweza kusaidia kubaini kilichotokea, eneo linapoanzia mapigano na nani aliyehusika. Bila utaratibu huo kufanya kazi kwa ufanisi, taarifa zinazokinzana zinaweza kuongezeka na hali ya kutokuaminiana kati ya pande hizo inaweza kurudi kwa nguvu.
Kale imekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa na mzozo wa muda mrefu eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kila mapigano mapya yanaweza kusababisha hofu, kusimamisha shughuli za kiuchumi, kufunga barabara na kuwafanya wananchi kuhama makazi yao. Kwa wakazi wa Lumbishi, Chambombo na Kazinga, swali kubwa kwa sasa si tu nani anashinda mapigano, bali kama wataweza kuendelea kuishi kwa usalama bila kulazimika kukimbia. Mapigano haya pia yanaweka pressure kwenye juhudi za kidiplomasia zinazolenga kumaliza mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua kama ya kuachiliwa kwa wafungwa na kuundwa kwa utaratibu wa kufuatilia cessez-le-feu zilikuwa zikitoa ishara kwamba kuna nafasi ya kujenga imani. Lakini ikiwa mapigano yanaendelea katika maeneo mbalimbali, kila upande unaweza kutumia matukio hayo kama ushahidi kwamba upande mwingine hauheshimu makubaliano. Hapo ndipo hatari kubwa ipo. Mchakato wa kisiasa unaweza kuendelea mezani wakati hali ya kijeshi ikibaki tete au ikibaki mbaya ardhini. Hii inaweza kufanya utekelezaji wa makubaliano kuwa vigumu zaidi. Kwa sasa mapigano yanayoendelea katika eneo la Lumbishi, Chambombo na Kazinga katika eneo la Kale ni ishara kwamba hali ya usalama katika eneo la Kivu Kusini bado ni dhaifu licha ya kuwepo kwa juhudi za kisiasa na kidiplomasia. Tukio hili linahitaji ufuatiliaji wa karibu, hasa kuhusu idadi ya walioathirika, hali ya raia, maeneo yaliyodhibitiwa na pande zinazopigana, pamoja na kama mapigano haya yataegemea katika maeneo mengine ya Kale. Jambo la msingi ni kwamba hatua za kujenga imani zinazofanyika kati ya Kinshasa na M23 zinahitaji zitekelezwe. Baada ya kusikiliza matangazo yetu mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha basi nikuongee moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Tuanzie na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema hakubaliani na mpango wa Gaza uliotangazwa na Marekani na kuungwa mkono na kundi la Hamas na kujitenga kwa kiasi fulani na mshirika wake Rais Donald Trump wakati akijaribu kujiimarisha kuelekea uchaguzi utakaofanyika hivi karibuni. Trump aliusifu mpango huu akiutaja kama hatua muhimu kuelekea amani. Lilian Mtono ana taarifa zaidi. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameutupilia mbali mpango huo kuhusu Gaza uliotangazwa na Rais Trump mwezi uliopita na kusisitiza kwamba jeshi la Israeli halitaondoka wala kuondoa chochote kwenye eneo hilo la Kipalestina hadi Hamas itakaponyang'anywa kikamilifu silaha. Netanyahu aliliambia baraza la mawaziri kwamba Israeli imeukataa waraka huo wa vipengele 15, ingawa alisema bado wanajadiliana na Marekani mikakati kwa ajili ya Gaza, matamshi ambayo pia aliyatoa wiki iliyopita. Kwa muda wote mimi nitakapokuwa waziri mkuu, taifa la Palestina halitaanzishwa, si Gaza wala Judea na Samaria, si Fatahstan na si Hamastan. Kuhusiana na masuala fulani yanayojitokeza kwenye taarifa za habari hivi karibuni, nataka kusahihisha hapa. Israel inakataa hata ya vipengele 15. Nilisikia watu wakisema haukusema. Kwa hivyo nasema tena, Israel inakataa hata ya vipengele 15. Jeshi letu IDF halitaondoa chochote hadi Hamas itakapopokonywa silaha. Na ninaposema kuwanyang'anya silaha Hamas, na maanisha silaha nzito, silaha zisizo nzito, silaha zote. Netanyahu pamoja na kukataa mpango huo bado alimuelezea Trump kuwa ni rafiki mkubwa zaidi wa Israel katika ikulu ya White House, ingawa aliweka wazi kuwa alikuwa tayari kumpinga pale inapotakikana na kuongeza kuwa Israel tayari ilikuwa imewasilisha pingamizi kwa Marekani. Trump aliusifu mpango huo kama hatua muhimu kuelekea amani. Ikulu ya White House bado haijatoa tamko kuhusiana na taarifa hiyo ya Netanyahu. Mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya Hamas Bassem Naim amesema wao wataendelea kusimamia mpango mkakati huo na kundi hilo linatarajia wapatanishi na Marekani kumwekea shinikizo Netanyahu, ambaye pia anakabiliwa na mivutano ya ndani ya kisiasa huku akihangaika kujiimarisha kabla ya uchaguzi ujao uliopangwa kufanyika Oktoba 27. Kura za maoni zinaonyesha kwamba mpango huo haukubaliki na kambi ya Netanyahu ya mrengo wa kulia, na wajumbe wa baraza lake la mawaziri la mrengo wa kulia wamemuhimiza achane nao. Katika hatua nyingine, Netanyahu alizungumzia mashambulizi yanayoyafanya Iran kwenye mataifa mengine ya kikanda na kuapa kamwe hatakubali taifa hilo kuwa na silaha za nyuklia, ama kwa makubaliano au bila makubaliano.
Iran inashambulia mataifa yote kwenye ukanda wetu kasoro taifa moja tu haijashambulia, taifa la Israel. Hatujashambulia hadi sasa, anaweza kutushambulia, lakini kwa nini wiki kadhaa zimepita na hajatushambulia? Kwa sababu anajua majibu yetu makali ikiwa atafanya hivyo. Iran imekuwa ikishambulia kambi za Marekani zilizoko kwenye mataifa jirani kulipiza mashambulizi ya Marekani katikati ya vita vinavyoendelea baina ya mataifa hayo. Na Iran pia imesema inakaribia kufikia makubaliano na Oman kuhusu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz, lakini imetoa masharti kadhaa kwa Marekani ili kufanikisha hilo. Wakati huo huo, waasi wa Kihuthi wamezidisha mashambulizi yao dhidi ya Saudi Arabia na serikali ya Yemen inayoungwa mkono kimataifa. Zaidi anasimulia Bakari Ubena. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbasi Araghchi amesema nchi yake inakaribia kufikia makubaliano hayo na Oman, ikiwa ni pamoja na kuafikiana kuhusu njia mpya zitakazotumiwa na meli katika mlango bahari wa Hormuz, lakini Tehran imesisitiza kuwa ujia huo wa kimkakati utafunguliwa ikiwa tu Marekani itatimiza masharti ya kutoa fidia kutokana na uharibifu uliosababishwa na vita, kuondoa vikwazo vya kiuchumi na vitisho vya kijeshi. Araghchi amesisitiza kuwa Iran na Marekani hazishiriki katika mazungumzo ya moja kwa moja, akisisitiza kwamba Tehran haitazingatia chochote ikiwa Washington itakiuka mkataba wa muda uliosainiwa mwezi Juni kupitia wapatanishi. Majadiliano yana maana yake na ufanyika kuhusu swala maalum ili kufikia makubaliano. Ndiyo, kwa sasa kuna ubadilishanaji wa ujumbe kupitia wapatanishi, lakini hao si mazungumzo. Kwa mtazamo wetu, ikiwa ukiukwaji wa mkataba wa awali hautatatuliwa na ukiukwaji uliofanywa na Marekani usipokoma, haitawezekana kuanza mazungumzo. Katibu wa chombo kikuu cha usalama wa taifa cha Iran, Muhammad Baqir Zolqadr, ameorodhesha pia baadhi ya masharti kwa Marekani kuwa ni kukomesha vitisho na kusimamisha uchokozi dhidi ya Iran na washirika wake wa Lebanon, Palestina, Yemen na Iraq, kuondoa kizuizi cha majini cha Marekani katika eneo la Ghuba, kuondoa vikwazo dhidi ya Iran na kuziachia mali za Iran zilizozuiwa. Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump amesema katika mahojiano na shirika la Axios kwamba Marekani inajadiliana na Iran kwa uangalifu, na akaongeza kuwa anashuhudia namna jamhuri hiyo ya Kiislamu inakabiliwa na mfumuko mkubwa wa bei na ukweli kwamba haina pesa. Katika hatua nyingine, Iran imesema mkataba wa ulinzi uliosainiwa wiki iliyopita kati ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan ni ishara ya mabadiliko ya mtazamo wa nchi za eneo hilo kuelekea Marekani, huku Araghchi akisema kuwa nchi hizo kwa sasa zimefahamu kuwa usalama si bidhaa inayoweza kununuliwa kutoka kwa madalali bandia na wasioaminika. Hayo yakiarifiwa, waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran wamezidisha mashambulizi yao dhidi ya Saudi Arabia kwa kushambulia kituo cha mafuta, huku wakilenga pia serikali ya Yemen inayoungwa mkono kimataifa, jambo linalozusha hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Jeshi la Yemen limesema watu 7 wakiwemo wanajeshi na raia wameuawa na wengine 30 wamejeruhiwa katika shambulio la Wahuthi katika mji wa bandari ya Shamu wa Mosha na kuharibu miundombinu ya kijeshi na kiraia. Jeshi hilo limesema limefanikiwa kudungua droni 11 za Wahuthi zilizoshiriki katika shambulio hilo. Tukiachana na mzozo wa Mashariki ya Kati, tuangazie mzozo mwingine kati ya Urusi na Ukraine. Shambulio la leo la ndege zisizo na rubani la Ukraine nchini Urusi limeua watu 12 na kujeruhi wengine 39. Wakati huo huo, Urusi ikiua watu wengine 5 katika mkoa wa Kharkiv nchini Ukraine. Sudimnete na kasi hii mpya sasa mabadiliko ya kivita kati ya Urusi na Ukraine. Kwa mujibu wa ofisi ya mkuu wa Tatarstan, Rustan Milkonov, mji huo ulikumbwa na shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani asubuhi ya leo, likilenga maeneo ya viwanda na kiraia. Hakukuwa na maelezo zaidi yaliyotolewa mara moja kuhusu shambulio hilo. Maafisa wa Ukraine hawakutoa tamko lolote mara moja kuhusu tukio hilo. Nizhekhamsky iko takriban kilomita 1200 mashariki mwa mpaka wa Ukraine na ina wakazi wapatao 240,000. Mji huo ni kitovu muhimu cha usafirishaji mafuta, ukiwa na viwanda viwili vya kusafisha mafuta pamoja na kiwanda cha kemikali za petroli. Ndege zisizo na rubani za masafa marefu zilizotengenezwa nchini Ukraine zimekuwa zikifika umbali mkubwa zaidi ndani ya Urusi, huku baadhi yake zikifika hata eneo la Siberia, takriban kilomita 2000 kutoka mpaka wa nchi hizo mbili.
Kwa kile kinachoonekana kama kujibu mapigo, watu 5 wameuawa katika shambulio la mizinga lililofanywa na vikosi vya Urusi mkoa wa Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine. Shambulio hilo lililenga kijiji cha Bugavka wilayani Chukaiv. Pamoja na kuripotiwa majeruhi, mamlaka ya Ukraine inaendelea kutathmini kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo. Kwa muendelezo wa mashambulizi ya Urusi, mashambulizi mengine yamefanyika katika mji wa Sumi ambako kumeripotiwa uharibifu mkubwa wa nyumba na miundombinu ya kiraia, huku watu 14 wakijeruhiwa. Nyumba moja imeharibiwa kabisa, majengo kadhaa ya makazi yameathirika na huduma muhimu ikiwemo bomba la gesi vimeharibiwa. Miongoni mwa walioathirika na shambulio hilo, mkazi wa Sumi Volodymyr, ambaye alinusurika baada ya nyumba yake kuporomoka kufuatia mlipuko huo. Sikuona wala kusikia chochote. Niliamka na kukuta tayari dari limeniangukia. Nilijaribu kutoka lakini sikuweza kutoka mwenyewe, hivyo baadhi ya watu walinisaidia. Wafanyakazi wa huduma ya dharura ya serikali walifika, wakaanza kunichimbua kutoka kwenye vifusi na hatimaye nikaweza kutoka. Kisha nikapelekwa hospitalini. Kimsingi, katika miezi ya hivi karibuni Ukraine imekuwa ikilenga mara kwa mara vituo vya mafuta vya Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani za masafa marefu. Mashambulizi hayo yanasababisha uhaba wa mafuta nchini Urusi na kupunguza uwezo wa usafirishaji mafuta nchi hiyo na kuzidisha wasiwasi miongoni mwa wananchi wa taifa hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa operesheni hiyo inalenga kumlazimisha rais wa Urusi Vladimir Putin kukubali mazungumzo na kusitisha uvamizi ambao umeendelea kwa zaidi ya miaka 4 sasa. DW tunavuma kwa kishindo.